Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Na inshallah mpenzi mtazamaji, leo tupo naye si mwingine tena bali ni Ramadhan Shisia ambaye tumekuwa naye katika kipindi ambacho kilikuwa na umuhimu zaidi tulipokuwa tunaongelea behavioral management in schools. Na inshallah katika mada yetu ya leo tutaenda kuangazia academic pressures and performances. Ila kabla hatujaelekea huko, kuna point ambayo muhimu pia alikuwa amebakisha katika ile behavior management in schools, na inshallah tukielekea kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, karibu sana. Shukran marabi. Naam, karibu tena. Okay. Naam. Tukiendelea na mada yetu ni kwamba tulikuwa na nukta ambayo tulikuwa hatujaiongelea. Ambayo ni nukta muhimu sana. Naam. Na hii nukta ni kwamba ni how are teachers supposed to handle teenagers in school. Yani vipi walimu wanaweza kuwachukulia au kuwalea hawa wanafunzi ambao wako katika ushababu. Ndio. Kwanza kuna kitu inaitwa lazima walimu wawe role model. Lazima walimu wawe role model ya wanafunzi. Ndio. Ushaisikia kwamba unamuona mwanafunzi anasema natamani kuwa kama, nataka nisome kwa bidii niwe kama mwalimu so and so, mwalimu fulani na fulani. Kwa sababu gani? Yule mwalimu yale anayoyasema anayatenda. Ndio. Muonekano wake na vile yuko focused na kila kitu, yule inamfanya yule mwanafunzi anakuwa na ile ragba ya kupenda masomo, kwa sababu role model wake ni nani? Huyu mwalimu fulani. Ndio. Unaona? Kwa mfano, chukulia shule kama Mangu High School is a public school. Ndio. Ni shule ya umma. Hebu itofautishe na hizi shule zingine za umma ambao tofauti na Mangu. Ndiyo. Zote ni shule za umma. Lakini swali tunajiuliza, ni mbona shule ya Mangu inafanya vizuri na ina nidhamu kushinda hizi shule zingine za umma? Naam. Jawabu ni kwamba leo ukienda shule ya Mangu utaona kuna utaratibu. Walimu kwanza kabla hawajafundisha wanafunzi kuhusu kuwa na tabia nzuri, ku respect yourself na vile una muonekano wako, wao wanaanza wao wenyewe. Mwalimu anahakikisha yeye hiyo jambo imetekeleka iko ndani yake ndio aanze kufundisha. Ndio. Sasa unakuta yule kule shule Mangu mwalimu ameingia na gari, amepack vizuri, amevaa vizuri, anaenda kusomesha. Sasa yule mtoto anasema wow, I want to be like someone so. Ukiangalia mavazi mvaa neat. Alhamdulillah. Njoo kwa hizi shule zetu. Mwalimu hana gari, hana baiskeli. Ala kuli hala. Lakini amekuja, ni mwalimu wa fizikia, anafunza physics. Ndiyo. Nywele hajachana, amekuja, shati amevaa wiki nzima. Haijapigwa pasi. Yani yuko hivi, yani haeleweki mwalimu. Sasa huyu mwalimu anafundisha, kisha anasema, anawaambia wanafunzi, education is the key to success. Hebu niambie, huyu mwanafunzi anayeambiwa education is the key to success, anasema ikiwa education is the key to success, elimu ni ufunguo wa mafanikio. Ndiyo. Sasa vipi wewe mwalimu uko hivi? Umeona? Yani anayeongea haiendani na yeye mwenyewe alivyo. Umeona? Yani mavazi yake nini, unaona? Hata ule mwanafunzi anasema hata kama ndo kindo success ya elimu ndo kifunguo ya mafanikio, hata hiyo padlock sina haja. Kwa sababu akiangalia huyu mwalimu sio role model. Ndio. Hampi ile motisha ya kusoma. Sawa? Yuko, yani mwalimu yuko disorganized, yuko vipi? Sasa lazima walimu wawe ni role model. Ukisema usifanye hivi, unawakataza miadarati, na wewe ni wa kwanza unatumia miadarati. Haiendani. Kweli. Sawa.
Hata Qurani inatuambia kwa nini mnasema mambo msioyafanya. Sawa. Na nyingine nikimalizia ni kwamba they should facilitate positive surrounding. Shule lazima ihakikishe kwamba mazingira ya shule ni nzuri, imetulia. Kuna shule ukienda utashangaa ni shule ama uko kwenye soko. Somo linaendelea, kuna mti pale yokata mti, kuna ujenzi unaendelea sijui wapi, kuna ukarabati sijui unaelekea. Pembeni kule kuna sijui club, mziki juu kwa juu, kuna sijui. Sasa concentration ya wanafunzi haipo. Kwa hivyo shule lazima ihakikishe kwamba inahakikisha kwamba huyu mtoto ili aweze kuwa na nidhamu na apate mazingira ya kusoma nzuri, lazima shule kuja na mikakati ya kuweka mazingira ambayo ni tulivu na yenye kuzingatia masala ya wanafunzi. Shule inaweza panda miti. Ndio. Hawa watoto wakikuwa wanafanya discussion, wanaenda kwenye mti wa kivuli, wanafanya discussion zao. Unaona, mahali kumetulia. Sasa hiyo inakuwa ni muhimu sana. Ya mwisho ni kwamba focus on communication. They should communicate well, politely, with instruction delivered in a clear, distinct way. Hili la mwisho ni muhimu sana. Walimu ni sisitizo kwamba vile unavyo handle watoto kule shuleni, lazima uangalie ni maneno gani unayotumia. Ndio. Kama mtoto amefanya makosa, muite, mkalishe, mueleze kwa uzuri. Usimkaripie, usimshautie, ukamtusi mbele za watu. Sawa sawa. Kwa mfano, watu wawili wanataka kufikisha ujumbe. Ndio. Kuna kijana anatumia miadarati. Ni mlevi, anatumia miadarati, pombe, nini anatumia? Bangi. Mwalimu wa kwanza amwambia, wewe kijana, endelea kuvuta bangi, utakufa na tutakuzika na tutakula pilau. Ujumbe umefika. Barabara bila tatizo. Mwalimu wa pili amuite, amwambie, njoo fulani, njoo. Amketishe hapo face to face, amweleze, fulani, naam, I can see a brighter future in you. Naona uko na mustakabali mzuri kwako. You are going to be mtu maarufu sana. Lakini ukiacha hii miadarati, usitumie hizi vitu, zitakuathiri, zitakuletea shida na hautafikisha malengo ya. Lakini mimi naona wewe utakuwa mtu muhimu sana katika society. Hebu tuangalie hawa watu wawili. Wamefikisha ujumbe kwamba ya mihadarati. Lakini katika hawa watu wawili ujumbe zimetofautika. Huyu mtoto ni ujumbe gani itamgusa na itaweza mfanya akarekebika? Wa kwanza ama wa pili? Huyu wa pili. Wa kwanza atashukisha self esteem yake. Kwanza ukimtusi utakuwa umeshukisha self esteem yake. Huyu wa pili, ile kumuita na kumu-encourage, atafeel kwamba kumbe kuna mtu ananijali na ananieleza hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo hiyo itakuwa imeleta nidhamu na utakuwa umemwokoa kijana kama huyu. Kwa hivyo tuangalie maneno tunayotumia. La mwisho tu ni kwamba shule lazima tuweke sheria, na sheria liwe na lengo. Kwa mfano, lengo kwamba msipige kelele. Msipige kelele, lengo lake ni kuweka utulivu shuleni. No fighting. Hii ni sheria inasema msipigane. Lengo lake ni nini? Kuleta amani. Kukikuwa na amani, watoto watafanya ile urafiki, kutakuwa na urafiki ndani ya shule. Kwa hivyo tunaingia katika mada nyingine ambayo tunaongelea kwamba academic pressure and performance. Swali ambao lilikuwa linaulizwa ni kwamba how can we manage students academically without overwhelming them? Ni vipi shule inaweza wasaidia wanafunzi wasione kwamba hii masomo ni kama ni mzigo. Wasione ni mzigo kwao. Shule itafanya vipi kuwasaidia vipi? Nukta ya kwanza kwa haraka ni kwamba lazima shule ikuje na mkakati ambao ni break down complex task into smaller manageable. Kivipi? Lazima mwalimu kama anafundisha somo, lazima
lile analolifundisha ndo lile litakuja katika mtihani. Kweli. Unaona? Kweli. Sasa wewe mwalimu wewe ulifundisha watoto 1 + 3 is 4. Sawa? 2 + 5 7. Kwa hivyo wanafunzi wamejua vile ulivyowafunza, wameshika vizuri. Ndiyo. Lakini siku ya mtihani umechanganya, umeleta hivi 1 + 2 -3 into power sijui nini, yule mwanafunzi unamchanganya na hujamfundisha. Unaona? Hata tukiangalia wale wanaofeli katika hizi mitihani ya mwisho KCPE, KCSE, hawakufeli kwa sababu hawajui. Kweli. Walifeli kwa sababu vile mtihani ulikuwa umechanganywa, si vile alivyosoma. Exactly. Unaona? Sasa hii ni tatizo, ni donda sugu ambayo shule inafaa ichukulie maanani. Lazima i-break down. Kwa mfano, wewe umeleta swali, labda hili swali umeuliza kwamba eleza hivi na hivi na hivi, afu ukaandika 20 marks. Au kama hesabati ukasema na waambie mimi hii nimeweka, daangalia vile hata method umeitumia vya kupata hii hesabu. Umeona? Sasa huyu mwanafunzi umemchanganya. Unaona? Lakini lao huyu mwalimu atasema hivi, a break down hiyo swali, aweke part A, part B, part C. Sawa. Sio wanafunzi wote wako sawa. Ndiyo. Kuna mwingine anaweza jibu bila tatizo na akapata na pia method vizuri. Lakini kuna wengine kufahamu kwao, ukishamkoroga tu kidogo, alikuwa anajua kitu, lakini ukishamkoroga ushamtoa katika ile ufahamu wake. Kwa hivyo andika swali, lakini weka na zile vunje kwamba part A, part B, part C. Part A alama 4, part B alama 5, part C. Huyu mwanafunzi itampa morali na itampa atajua, siwezi kujibu part C, naweza kujibu part A au na part B. Kwa hivyo katika hili swali la max 10 sitakosa 5. Ndiyo. Huyu mwanafunzi umemsaidia. Lakini umeweka tu swali na umesema sitaki kujua, wewe ndaangalia pia method umetumia kupata hili jibu. Na pale utakuwa haujamsaidia nini huyu mwanafunzi. Ndiyo. Sawa. Lazima uhakikishe kwamba lile unalolifunza ndio lile unaloleta katika mtihani. Kweli. Hata siku hizi hebu angalia, wanafunzi hawaandiki notes. Wanakuambia naandika notes, lakini haitakuja kwenye. Sasa wanaenda wanatafuta vitabu tofauti, notebook kubwa iko na majibu na maswali. Ndiyo. Sasa hiyo ndio kitu wana revise, wanasoma. Kwa sababu wanajua wewe unaandika lakini haitokuja. Ndiyo. Kwa hivyo ni vizuri kama tutaleta mtihani, tuweke mtihani, lakini pia tusifanye tukamkoroga huyu mwanafunzi hakose atumie akili, basi atumie. Sio wote akili zao ziko. Sio wote wako sharp. Wengine slow learners. Wengine itamchukua muda sana kuja kufikia mpaka ile hatua yenye amefikia. Waona? Ndio hivyo. La pili ni kwamba ensure that challenges are appropriately aligned with students' ability and learning objectives. Challenges. Lazima hawa wanafunzi tuwape motisha. Tuambie hakuna challenge, tatizo kubwa kwa mwanafunzi kama mtihani. Mwanafunzi ugonjwa kubwa ni mtihani. Mwanafunzi akisikia tu kesho ni mtihani, basi ndio ugonjwa unaanzia hapo, ndio unamuona amenyongonyea, hana raha, ile uactive wake ile ushabahi alikuwa nayo hamna. Ndio. Kwa hivyo kwa mwanafunzi challenges ni nini? Mtihani. Akisikia tu leo ni mtihani, kesho ni mtihani, baada ya wiki ni mtihani, huyu mwanafunzi anakuwa shakorogeka. Ndio. Sasa ni vipi walimu watafanya? They should encourage, motivate our watoto, kuambia hii mtihani ni just ni challenge nani opportunity. Kwa kila challenges hiyo ni opportunity, ni fursa inakupa ya kubadilika. We learn from, utaangalia kwamba nilikosa hii mtihani, sikupata A,
Je, shida ilikuwa ni nini? Ndiyo. Wacha niangalie vipi. Nakuta una revise sasa. Una revise sasa. Ni wapi nilikosea? Lakini si wewe unaanza kwa kejeli. Wewe ni mjinga wewe ni mjinga au shiki wewe. La. Ni walimu hawafai au shule haifai kutumia lugha kama hili. They should motivate. They should understand kwamba the challenge ya students ya wanafunzi ni mtihani. Sasa watafanyaje hawa wanafunzi waweze kupenda mtihani? To motivate them. Waambie tu, unakuja unawaambia kesho kutakuwa na mtihani final mtihani, lakini msiogope, hii ni kama ile mtihani nilileta hapa, si mlipata wote? Tulipata, basi ndio hivyo. So unawafanya lakini wewe hii mtihani tuone kama mtapata vile nimeset. Ama mtu akianguka katika mtihani unasikia, na ndio maana unapiga kelele katika darasa, ndio matokeo ndio hayo, unapata 0, mtu ampata, yani haumpi ile motisha ya kusema kwamba mimi basi acha nisome nijitahidi na nifike kitengo fulani. Ni kama unamvunja ule mtoto moyo kabisa. Alafu lingine, encourage them to embrace challenges and opportunities for learning and improvement. Hii ni kama hiyo ya kwanza, lakini hii ni kwamba unawa encourage. Sawa. Uswa kufisha moyo. Usivunje moyo. Haimaanishi ulipata D, haimaanishi wewe ni mjinga hauwezi kupata A. Kweli. Sawa. Na wape mifano hai, waeleza. Tuko na minister ambaye alipata alama ya D. Lakini amekuwa ni gavana muhula miwili. Ndio. Na amekuwa ni minister. Na anajivunia na ile alama. Utakuta hata wanapomaliza shule, watoto ambao wanafanya KCSE ni kwamba wanaambiwa ile result yako uliopata haitadetermine maisha yako atakavyokuwa. Yani ndio umeanguka ama umepata hiyo D ama ni alama gani, lakini usife moyo. Wewe jikaze, kwa sababu kuna courses bado mtu unaweza soma kupitia hapo, ukajikuta increase course yako ukafika mpaka pale unapotaka. Maana watu wanza na certificate, ukienda na certificate unafika mpaka diploma, umefika degree yako, umetoka mbali. Naam. Kwa hivyo shule lazima au walimu lazima wawe ni wenye kuwapa motisha wanafunzi wao. Isiwe ni wao wanawademoralize. Ndio. Kwa kejeli na kwa tusi mbele za watu, wewe ni mjinga, wewe kazi yako ni kupata hautaenda mahali kokote. Sasa yule mwanafunzi anakuwa na ile self esteem yake inashuka, anakuwa hana ile kujiamini kunashuka. Lakini tukitumia hii ku encourage, ndio umepata D, lakini haimaanishi uwezi pata A. Ni kuna tatizo hapa kidogo tu, lakini tukilifanyia kazi ili tatizo labda kwenye group discussion haupo au jumuiki sana. Kwa hivyo jaribu. Utaona yule mwanafunzi atakuwa ni mwenye ku improve katika masomo yake. Ingine ni kwamba sana kabla tuendelee, acha chukua pumziko. Tukirudi tuendelee na hiyo awamu ya pili kuhusiana na swala hilo la academic pressures and performance. Shukrani sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Ramadhan ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu aliyoweza kuiangazia. Ameweza kuangazia masuala mengi ambayo wewe kama mwalimu unafaa kuyafahamu, na ni muhimu sana kwako kuweza kuhakikisha unaboresha maisha ya yule mwanafunzi. Ndio maana utakuta wengine wanakuambia either wewe mwalimu utamjenga ama utamwangusha yule mwanafunzi. Inshallah acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuweza kuendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana, tukiwa naye Ramadhan ndani ya studio zetu. Anaweza kukudadavulia na kukuelezea mengi kuhusiana haswa na performance za wanafunzi shuleni, na insha Allah kama unavyojua katika awamu yetu tunaweza kuangazia academic pressures and performances. Jinsi gani ule mwalimu pale shule anaweza kuhakikisha kwamba huyu mtoto apate ile pressure ama kujiona kwamba hawezi fanya kitu. Ni jinsi gani mwalimu anapaswa kuchangia katika pia ukuaji wa huyu mtoto, ima ni kimasomo ama kuweza kutia bidii katika mitihani yake na pia masomo yake kiujumla. Na inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi zaidi. Naam, karibu tena. Naam, shukrani dada Haifa. Naam.
Tunaendelea na mada yetu na nadhani tunaongelea kuhusu hii academic pressure na performance. Tunaangalia ni vipi walimu wanaweza wasaidia hawa watoto kuona kwamba wameboreka na wanakuwa katika hali nzuri. Lingine ambalo nilikuwa naongelea ni kwamba to create opportunities for students to work together and learn from each other. Shule inaweza kuja na mikakati ya kwamba waike kitu kinacho group discussion. Group discussion huwa inawasaidia sana wanafunzi. Sana. Kivipi? Na pia unakuta group discussion, shule nyingi zinafeli katika kuweka group discussion. Kwa sababu gani? Wanaona tukimchukua mwanafunzi mwerevu tuwachanganye na wale hawa si werevu, basi watakuwa wamewasaidia. La, hiyo ni makosa. Ni hivi. Siku zote ukimchukua mwanafunzi mwerevu ukawaeka na wanafunzi ambao sio werevu, sawa? Siku zote huwa wanamtegemea huyu mwerevu anawafanyia kila kitu. Ndio. Sawa? Wanajua sisi tuko na huyu atatufanyia kila kitu. Kwa hivyo somo la hisabati yeye atakuja, atakalculate, atamaliza, ataweka basi. Sasa mwalimu ataona group A mashallah wamepata 80 ama 90%. Unaona? Lakini kiuhalisia wale ambao sio sharp hawajapata lolote, hawajasaidika. Sasa la kufanya ni vipi? Ni shule au mwalimu katika ile group discussion awachukue wale hawaelewi, awaeke pamoja. Sawa, hawaeke pamoja. Halafu akishaweka pamoja hawe karibu. Sasa yule atasema mwalimu alisema hii. Mwalimu la alisema hii. Mwingine anasema alisema hivi. Sasa wewe unakuja unamwambia la, ilikuwa ni hivi. Kwa hivyo unawacha wanaongea wenyewe. Unajua kuna wanafunzi wanakuanga na phobia ya kuogopa. Kweli. Unakuta kuna mwanafunzi nyumbani aiko na baba simba, baba mkali. Akiingia nyumbani ni simba. Ndio. Hakuna kuongea. Sasa huyu mtoto akiwa nyumbani anaogopa, haongei. Kwa sababu ya nini? Wazazi wake ni wakali. Ndio. Akija shuleni naye kuna mwalimu wa hisabati naye ni mkali. Sasa huyu mwanafunzi anaogopa hata kama hajaelewa swali, anaogopa kuuliza, kwamba kuunua mkono na kusema sijaelewa hili swali. Kwa sababu gani? Ana ile phobia, ile uoga. Kwanza uoga nyumbani, shuleni pia amempata mwalimu ndo huyo pia na mkali moja kwa moja. Sasa unakuta huyu mtoto kwa sababu hajaelewa hawezi kuunua mkono kwa kuogopa. Sasa hawezi kuwa amesaidika. Lakini katika group discussion ukiwaacha waongee, wanafunzi wakiongea wao kwa wao, wanafunzi wana lugha yao nyepesi ambayo inafahamika. Ndio that's ushaona ukikuwa shuleni mwalimu alifundisha jambo fulani ukaliona gumu, lakini ukija katika group discussion ukiongea na wenzako, kumbe unakuta kumbe hili jambo lilikuwa rahisi hivi, kumbe hili swali lilikuwa rahisi hivi, kumbe hii somo ni. Kwa sababu gani? Wao kwa wao wakiongea wanajua vile lugha gani wanaweza itumia wenyewe wakafahamiana wao kwa wao. Sawa? Kwa hivyo group discussion inamsaidia huyu mwanafunzi ambaye ana ile phobia ya kuogopa, akiwa na wenzake ana open up, anafunguka, anaongea. Inaweza kuwa yeye mwenyewe kwenye nafsi yake anajiona hajui lolote, lakini ukimweka katika group discussion utakuta kumbe kuna vitu anajua na wengine hawajui. Sasa pale ata-express, ataongea na inamsaidia. Sasa ile kuongea inawasaidia wanafunzi katika performance yao na kufanya vizuri katika shule. Je, utajuaje kwamba huyo mwanafunzi kwamba kuna jambo linamsumbua ndani yake? Hili jambo huwa linatokea. Kwanza may start skipping classes ama kuja or coming to school late. Kwanza kuna alama ambao utaziona kwamba dalili utaziona kwa huyu mtoto. Je, utajuaje huyu mtoto kuna kitu inamsumbua? Kuna watoto klasini they are very active. Wapo very active katika class. Lakini ghafla binvu huyu mtoto ameanza kudinimia.
ile ubashasha wake umeanza kupungua. Kuna mtoto yeye alikuwa akikuja shuleni, yeye ndo wa kwanza kula shuleni mapema, lakini ameanza kuja late. Kuna mtoto yeye alikuwa anajibu maswali, alikuwa ni mzuri katika class, lakini sasa hii amepungua. Kuna mtoto pia ukimwangalia unaona alikuwa akifanya vizuri, grades zake, alama zake zilikuwa ni mtoto wa kupata A, au akishuka kidogo ni ba, lakini sasa hii ameshuka paka alama ya cha paka da. Sasa hizi ni alama zinakuonyesha kwamba huyu mtoto kuna jambo linalo msumbua. Sasa je, shule itafanya vipi? Mwalimu atafanya vipi? Sasa sio vema shule au mwalimu akawa anamkejeli ule mtoto. Wewe ulikuwa mwanafunzi mzuri, siku hizi angalia ulikuwa ukipata umeshuka, umeanza kuwa mjinga kama fulani, umeanza la. Mwalimu asitumie lugha kama ile. Cha msingi ni kufanya vipi? Ni kumuita huyo mtoto na kukaa naye, muongee naye moja kwa moja, mueleze ulikuwa hivi kitambo, ulikuwa hivi, lakini sasa hivi naona umebadilika, hebu nieleze. Sasa yule mtoto atafunguka. Na hili ni jambo ama ni swala ambalo ukiangalia katika hizi mitaa ya vibanda wanapitia. Na hii ni changamoto kwa wazazi. Unakuta mzazi labda ni single parent na aiko na mtoto yuko shuleni, na ni huyu mtoto labda ni amebaleghe, mtoto wa kike amebaleghe. Na unaelewa maisha ya hizi mabanda. Sasa huyu mtoto amekuwa na ile, akienda nyumbani anamkuta mama analeta watu tofauti kwa nyumba. Leo na anamwambia huyu ni anko. Sasa yule mtoto amezoea kuona anko tofauti. Na ule mtoto si mjinga, amefika katika ubalege, anajua ni nini kinachoendelea, anafahamu vizuri. Kwa hivyo unakuta huyu mtoto psychologically anakuwa tortured. Kwa hivyo alikuwa mzuri shuleni, alikuwa anajibu maswali, alikuwa na bashasha, alikuwa anapata alama nzuri, lakini kwa sababu yale matukio kule nyumbani yanamfanya anakuwa psychologically anakuwa tortured, anakuwa anasumbuliwa kisaikolojia. Nyingine ni kwamba unakuta huyu mtoto labda alikuwa na sponsor, mfadhili, alikuwa kimfadhili maskini, labda anamlipia school fees, anamlipia ada ya shule au ya bweni na kila kitu, na anampa na pesa ya matumizi. Huyu mfadhili amemsomesha kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 3. Alipofika kidato cha 4 ama 3 yule mfadhili akafariki. Sasa yule mwanafunzi anakuwa psychologically tortured. Okay, alikuwa akifanya vizuri, alikuwa na bashasha, alikuwa akijibu maswali, alikuwa akikuja mapema shuleni, anafanya kila kitu, hiyo yote alikuwa akifanya, lakini kwa sababu yule mfadhili amefariki, katika akili yake anakuwa tortured, anaumia kiakili. Kwa sababu gani? Anashindwa sasa, huyu ndo alikuwa akinilipia ada yangu ya shule, nani atanilipia? Na nyumbani hali yetu ndo hivyo, haieleweki. Mama hana kazi, labda baba ndo huyo anabambanya. Sasa nani atai? Sasa ile maswali inamfanya huyu mwanafunzi anakuwa na hali ambayo hajatulia. Sasa hata ile focus na ile kumakinika shuleni hana. Kwa sababu gani? Ya ile mambo anayopitia. Kwa hivyo ni vizuri walimu, mkiona hali kama hizi, mwanafunzi amebadilika ghafla, alikuwa mzuri amebadilika, tusiwakejeli, tusiwafukuze, tusiwaambie maneno ambayo si nzuri, tuwaite, tuwaeleze lazima there's something behind. Kuna kitu labda anapitia. Kisha akishatueleza tutafute njia ya kuona kumsaidia huyu mwanafunzi. Na la tatu ni kwamba, are we emphasizing exams more than critical thinking or creativity? Je, shule wanatilia maanani sana mitihani kuliko kufikiria? Hili ni swali nzuri sana. Kimimi kwa rai yangu nasema ndio.
shule zinatia maanani sana mitihani kuliko kumwacha mwanafunzi akawa ni mwenye kutumia akili. Na ni kitu inaendelea kwa mashule. Unaona? Na kuna shule zingine zimeprioritize, zimetilia maanani kukram, kuhifadhisha watoto. Kwanza hii mfumo ya 844. 844 ilikuwa ni mfumo wa kuhifadhi. No. 844 ilikuwa ni mfumo wa kuhifadhi. Yaani shule, ndio maana ulikuwa unaona shule zilikuwa ziki-compete kwa mtihani. Ndio maana shule zilikuwa hata ziko tayari kununua mitihani kwa wanafunzi wao ili shule ionekane kwamba inafanya bora. Lakini tujiulize, at the end of the day, huyu mtoto tumemsaidia. Unaona? Mwalimu amekuja wa IRE, ameandika, hata siku hizo wanafanya hivi, ameandika swali na jibu zake. What factors zile zina lead to divorce? Amekuandikia bla 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 zote. Na anawaambia mukram hii ndio itakuja. Mtihani. Unaona? Sasa watoto wanakuwa ni wenye kukram. Na unajua siku zote unachoki sana ukikram vitu huwa inapotea siku ya mtihani. Ndio. Unaona? Unakuta kule kweli usiku ulikesha ukikram, lakini imefika siku ya mtihani vitu yote zimepotea. Unaona? Lakini unakuta sasa shule nyingi zimetilia mkwazo hiyo mambo ya kukramisha watoto. Wape watoto muda. Mpe mtoto swali. Sawa? Hili swali kidogo limpe changamoto kidogo ya kuijibu. Hebu tuangalie nchi kama ya Uswini, China ama Japan. Hebu uangalie vipi miundo misingi, au uangalie education yao iko vipi, system yao tofauti na yetu. Kule hawaangalii mambo na mitihani. Ndio maana unakuta ukifika katika sehemu fulani, labda katika martaba fulani hakuna mtihani. Kule wana concentrate sana na kuangalia kwamba wanamjenga huyu skills za huyu mtoto, si kukram. Sasa wewe una cram history, vitu ambavyo hata hazipo. Sasa wewe siku mtihani tumejua tu hii itakuja, na ndio hiyo utakram hiyo mpaka. Unaona? Sasa hiyo inakuwa haimsaidii. Ja kingine hakuna kitu unajua. Hakuna. Unaona? Haikusaidii kabisa. Na nyingine ambayo tunaweza kuongelea kuhusu hiyo masuala ni kwamba kuna shule nyingi sana unakuta wanakuwa ni wenye kununua mitihani. Kweli. Wananunua mitihani, watoto wanaelezwa, wanaambiwa hii ndo mtihani, hii ndo maswali itayokuja. Kwa hivyo watoto wanaketi wakijua kwamba hizi ndo maswali zitayokuja kwa mtihani. Sasa inakuwa haumsaidii ule mtoto. Sawa? Kwa hivyo inakuwa haina umuhimu. Ni vizuri tumwache huyu mtoto mwenyewe apambanue, hapate jibu, ndio itamsaidia. Na nyingine ni kwamba how do we handle underperformance in a way that motivates rather than discourages. Ni vipi tutaangalia, walimu wataangalia kwamba labda kutokuwa na kufanya vizuri katika wanafunzi. Yani wafanya hawa wanafunzi wasiwakatishe tamaa. Ni njia gani watatumia wasiwakatisha hawa watoto, ule ambaye amefanya mtihani na kupata alama mzuri, ni jinsi gani wataongea nao. Ya kwanza ni kwamba identify the problem and its root cause. Is it due to skill gaps au lack of motivation? Ni kwamba tumeangalia kwamba fulani na fulani hawafanyi vizuri shuleni. Haimaanishi tuwafukuze. Sema you don't belong to this school. Wewe nyinyi akili yenu sio hii school. La. Tuwaite, tuwaketishe chini. Tuangalie. Huyu mwalimu aangalia. Je,
sababu, ajue sababu ya hii kiini cha huyu mtoto kutofanya vizuri. Je, labda hii maswali ambayo inaulizwa shuleni kwenye mtihani, je, alikosa skills ya kuijibu, mbinu ya kuijibu hizi maswali, au huyu mtoto amekosa motivation? Unajua walimu, unakuta mtoto ndio amefanya mtihani, lakini wewe umemaka, amepata yote, ukampa karatasi. Yule mtoto hujammotivate, lakini hebu ummakie, alafu umanikie excellent. Very, watoto wanapenda hiyo, wanafunzi wanapenda ile. Hawa huwa wakiangalia very good, excellent. So hili neno inampa motisha next aifanye vizuri. Amepata 70, good work. Amepata chini 50, 40, 20, you can do better. Exactly. Sasa huyu mwanafunzi umemotivate. Ndio amepata alama ya chini, lakini umempa moyo kwamba you can do better than, unaweza fanya vizuri kupita hii. Unaona? Na pia engage in empathetic conversation. Lazima hawa wanafunzi usiwakemee, ukawapigia kelele, kuwashautia mbele za watu vile wanavyofanya vibaya shuleni. La, waongee nao kwa upole. Ndio. Waone huruma. Jua kiini na sababu ya kinachowafanya mpaka alama zao zikawa ni zenye kushuka. Naam. Kisha tunaweza ongelea in what ways can we partner with parents to reduce academic pressure. Inshallah tukifanya kwa ufupi, maana na muda umetupa kisogo. Inshallah acha tuifanye kwa ufupi, kwa haraka. Sasa hii tunaiangalia kwa hali mbili. Sasa mimi naiangalia pressure kwa wazazi. Sawa? Pressure kwa wazazi ni kivipi? Ni kwamba unakuta mama iko na watoto 5, wote wanasoma shuleni. Na hawa watoto 5 Mungu hajajalia labda si wazuri katika shuleni. Sawa? Sasa unakuta huyu mama hajakaa vizuri, simu amepigiwa. Mtoto wako kapiga mwenzako. Mtoto wako amefanya hivi. Mtoto mwingine sasa yule mama anakuwa na depression na pressure. Sawa? Sasa vipi walimu watamsaidia huyu, walimu watasaidia au shule watamsaidia huyu mzazi? Watamsaidia hivi. Jambo la kwanza ni kwamba mtoto akifanya jambo nzuri, tumpigie huyu mama. Kwa mfano, mama fulani, naam, mtoto wako umepata habari, mtoto wako ni mzuri katika acting au katika football, hata amefika nationals. Ndio, si mzuri katika shule, katika masomo, lakini ni mzuri katika drama au katika uigizaji au katika mpira. Maana kuna zile talents ambazo wako nazo. So inakuwa ni mbadala wa performance yake. Sasa huyu mama kweli, kumbe mtoto wangu kumbe anaweza fanya vizuri hivyo. Ndio hafanyi vizuri katika shule, lakini kumbe anaweza fika, iko na ability fulani, anaweza fika shule. Sasa huyu mama ile pressure yake umeishukisha kidogo. Sawa. Kuliko mpige mama fulani, huyu mtoto wako ni mwizi, huyu mtoto wako ni. Sasa ile pressure mama anapata pressure. Ndio. Pressure, mbona mtoto wangu kila siku dunia yeye. Jambo lingine ni kwamba wazazi walimu lazima huyu mzazi, sawa, waongee na yeye. Wanampigia shule, wanampigia hata mwalimu wa darasa anaweza chukua, anaweza uliza swali akamwambia nenda kaifanye ubaoni, labda ule kwa kudra Mwenyezi Mungu akaifanya vizuri, akachukua ile video kidogo tu akamchukua, akamtumia mama, akamwambia hata hiyo video nimekutumia, huyu ni mtoto wako alikuwa amefanya, nimempa swali fulani amelifanya vizuri, mashaallah. Mtoto wako amefanya, naona akifundisha wenzake katika group discussion, yeye ndo anaongea na mashaallah. Sasa unaona ile pressure ule mama anaanza kushuka kwa sababu ya ile positive, anapata ile habari nzuri. Mashaallah. Shukran sana Ramadhan, hakika umeweza kuelezea vizuri. Na pia hilo linanikumbusha upande wa pia vile wazazi wanakuja wanashirikiana na walimu, unakuta kuna PTA
parents teachers kama kama sijakosea associations sijui kitu kama hiyo, wanakuwa na ushirikiano, wanakuja pamoja, wanatafuta suluhu ya vile watashirikiana ili wanafunzi waweze kuwa vizuri katika performance zao. Shukrani sana kwa kuweza kuwa na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho, na inshallah naamini tutakutana tena katika kipindi kingine. Shukrani sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Ramadhan umeweza kufahamu mengi na mengi zaidi kuhusiana na performance, haswa upande wa academics. Na hili limewaendea kwenu walimu, hakikisheni kwamba mashuleni mwenu ama katika shule tofauti tofauti mnaweka strategies tofauti tofauti ambazo zitawawezesha hao wanafunzi kuweza kupita. Kila mwanafunzi alikuwa na akili yake, wote akili hazifanani. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.